Yeye anachosema ni kwamba amewanyamazisha waadhiri wa Kiislamu, hawaongei tena. Hivi mwadhiri wa Kiislamu amenyamaza kwa maneno ya Ndacha? Si jambo. Mjadala gani tumewahi kufanya na Ndacha akashinda? Mijadala yote tumemshinda. Ukitaka kuamini Ndacha tumemshinda. Yeah. Ukitaka kuamini Waislamu tumemshinda Ndacha. Natoa mfano mmoja tu. Yeah. Muulize Private Ndacha anaamini Yesu Mungu? Okay. Okay. Ukitaka kujua Ndacha tumemshinda na tumeishinda imani yake. Ndacha ni katika Wakristo anayeamini Yesu sio Mungu. Kabisa ndio. Na Yesu kuwa sio Mungu ndo injini ya Ukristo. Yaani Yesu kuwa Mungu ndo injini ya Ukristo. Mkristo akishasema Yesu sio Mungu kesha kuwa nusu Muislamu. Na Ndacha ni nusu ya Muislamu. Sababu Ndacha anaamini Yesu sio Mungu. Na iko midahalo kadhaa Ndacha na Wakristo wenzake anafanya, anawaambia Yesu sio Mungu. Na imani ya Ukristo inaamini Yesu ni Mungu. Sasa si tumemshinda au yeye katushinda? Kama si tumefanikiwa kumfanya aamini Yesu sio Mungu, nani kamshinda mwenzie? Sisi katushinda tunayesema Yesu sio Mungu, au yeye anayesema Yesu Mungu alafu anakubali Yesu sio Mungu ndo tumemshinda? Ndacha tumemshinda mbali sana. Na sio Ndacha tu, kiongozi yoyote wa Kikristo akitaka mjadala na Waislamu juu ya imani ataanguka kama povu linavyosukumwa na upepo. Kwa sababu Waislamu tuna hoja ya msingi juu ya kushinda Ukristo. Uislamu ni dini ya haki inayosimamiwa na maandiko. Ukristo ni dini ya upotovu inayosimamiwa na dogma ama inayosimamiwa na maneno na fikra za watu. Okay. Sababu ya kuzimwa kwa mihadhara na kunyamazwa kwa mihadhara ni moja tu. Yeah. Wakristo baada ya kuona wanashindwa kwa hoja dhidi ya Waislamu, Wakristo waliungana kuwatumia Wakristo wenzao katika serikali zote zilizopo sasa hivi katika nchi zetu hizi. Wakaamua kukataza mihadhara hiyo kwa kutumia nguvu ya dola. Mihadhara inakatazwa na nguvu ya dola. Kenya mihadhara inakatazwa kwa nguvu ya dola. Tanzania mihadhara inakatazwa kwa nguvu ya dola. Na maeneo mengine yote mihadhara inakatazwa kwa nguvu ya dola. Ndiyo maana ukiandika kibali chochote cha kuomba mdahalo wa kidini, sharti linalokuja kutoka polisi wanakwambia usikashifu dini ya mtu mwingine. Polisi hana dini, anajuaje kashfa ya Ukristo na Uislamu? Kama sio polisi kutumika na dola za kutumika na Wakristo kwa lengo la kukataza mihadhara isiwafanye Wakristo wasilimu kwa wingi. Siku moja tu dola zote hizi ziamue kuridhia waturuhusu kufanya mihadhara. Mimi Sule wakiniruhusu kufanya mihadhara na Wakristo, Tanzania, Kenya na Uganda 10 tu, nitachukua nusu ya Wakristo wa nchi hizo na wataingia kwenye Uislamu. Wakiruhusu tu dola. Polisi na dola hizi zinazoongoza ndio zinakataza mihadhara. Ili liko wazi. Na leo ukitaka kujua hili liko wazi, ukipiga kuna baadhi ya maeneo ukichezesha kanda ya mjadala wa Kiislamu na Kikristo, polisi wanakuja kukukamata. Okay. Sasa swali linakuja, polisi wanakukamata, wao wanahusikaje na mambo ya dini? Na polisi haina dini. Polisi na mimi serikali haina dini. Hawajui habari ya Yesu Mungu au sio Mungu. Wanakukamata vinawahusu nini? Okay. Kwa hiyo waliokataza midahalo na mijadala ya Kiislamu na Kikristo ni serikali. Si Wakristo kuwanyamazisha Waislamu. Kama wanaweza Wakristo waombe vibali. Okay. Wakristo waombe vibali. Mimi niko tayari kufanya kibali hata kanisani, mimi niko tayari. Nitakwenda kuwabomoa, nitafanya nao mdahalo. Okay. Kama Wakristo, kama serikali itaruhusu. Yaani serikali yaani Wakristo walichokifanya waliitumia serikali kuzuia mihadhara. Ndio kweli kiujanja ujanja. Mtu wa kitabu anayetajwa pale kwa ni Myahudi, alisoma vitabu vya Kiyahudi si vya Kikristo. Wasiseme uongo wa Kristo wasomi wanaojiita wasomi wa Kikristo, wasiseme uongo. Kama wajue elimu tuwafundishe. Okay. Kwa hiyo Ukatoliki si dini ya zamani. Ukatoliki ni dini ya juzi. Kwa sababu hata Yesu hakuwa Mkatoliki. Okay. Sasa ukisema Ukatoliki ulianza, mbona Yesu hakuwa Mkatoliki? Nani anaweza kuleta evidence Yesu alikuwa Mkatoliki? Nani duniani? Kama kuna Mkristo anaweza kuleta evidence Yesu alikuwa Mkatoliki, mimi natoa zawadi ya dola 600,000 natoa zawadi duniani. Akipatikana aje? Nani anaweza kuthibitisha Yesu alikuwa Mkatoliki? Hayupo. Yesu hakuwa Mkatoliki. Sasa wasiseme uongo. Wasiseme uongo kabisa. Okay. Yesu hakuwa Mkatoliki, Yesu hakuwa Mwanglikana, Yesu hakuwa Mruteli, Yesu hakuwa Mprotestanti wa Kisabato, Yesu hakuwa Mjehova Witness, Yesu hakuwa Adventist Church. Akitokea Mkristo duniani anaonyesha Yesu alikuwa dhehebu moja katika madhehebu ya Kikristo, mimi naacha Uislamu siku hiyo hiyo. Okay. Hayupo. Sasa. Na dola 600,000 nampa. Sasa. Uongo kabisa huo.
Sasa Wakristo waache propaganda. Okay. Waache propaganda. Okay. Hivi ni vitu vya kisomi, vitu vya kitaalamu. Watuulize tuliosomea hivyo vitu tunavijua. Mimi ninapohubiri na ninapozungumzia historia nimeisoma na ijua. Mimi naujua Kristo in and out. Ndio maana huwa napendaga tukae kwenye mjadala wa kitaalamu. Mimi hata nilipokuwa nafanya mijadala na Ndacha nilisema mjadala wa kielimu. Mimi ndio nimeanzisha neno la mjadala wa kielimu kwenye mitandao. Hakuna mjadala wote kabla yangu uliitwa mjadala wa kielimu wa Kristo na Uislamu, ila wa kwangu na Ndacha tulioanza kufanya PTA. Na yote nilimzika, yote nilimuumiza, yote nilimpiga, mada zote nilimpiga. Okay. Na akakiri. Nilizungumza Biblia kwa kina na nikamwambia Biblia si kitabu cha Mungu. Na nilitoa evidence. Okay. Mungu alileta Torati, Zaburi, Injili. Ndio aliwapa. Torati alimpa Musa, Injili alimpa Yesu, Zaburi alimpa Daudi. Biblia kapewa nabii nani? Hayupo. Okay. Hakuna Mkristo anaweza kutetea kitabu kinaitwa Biblia kuwa ni cha Mungu. Hamna hiyo. Ila Wakristo wa Kikatoliki ndio waliokusanya baadhi ya maneno ya watu na maneno ya manabii wakayaandika kwa utashi wa Kigiriki, ndio wakaita Septuagint version ama Septic version. Biblia ya kwanza ya Magiriki imeandikwa mwaka 168 BC huko. Okay. Sawa. Utawala wa kina Konstantino Augusto. Zamani sana. Okay. Konstantino ambaye leo anatajwa kuwa shujaa katika Ukristo. Ana historia pana sana. Sawa.